ya baraka ipite katika mioyo ya watu, kuisha, kuumba, kufinyanga, kujenga, kuimarisha na kuthibitisha. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu tembea, sema na kila moja jioni leo. Bariki neno lako litufae kwa kweli hai, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. 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 Tukae. Luka sura ya 12. Kumngojea Bwana Yesu. Kumngojea Bwana Yesu anaporudi. Mngojea Yesu kwa uaminifu hata arudipo. Luka sura ya 12. Luka 12:36. Mstari: nanyi weni kama watu wanaongojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Yohana 14. Msifadhaike, mstari wa kwanza, mioyoni mwenu na mwamini Mungu, niaminini na mimi. Mbali mwa Baba yangu na makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi uwepo. Ili nilipo mimi nanyi uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaishi ukingoni kabisa wa maisha yetu hapa duniani, ukingoni. Na inategemea sana ulivyo au unavyojiweka, unavyotambua kwamba unaishi wakati gani huu, hasa kama mtu wa Mungu ambao unajua kabisa kwamba ili uende mbinguni lazima uwe na sifa za kwenda mbinguni ambazo Mungu amezieleza katika kitabu au Biblia au ni neno lake. Kwa mtu yoyote ambaye ameokoka, hiyo ni hatua moja, lazima ajue kwamba Yesu anarudi tena, na kwamba utaondoka ulimwenguni humu kwenda kwake, alafu dunia hii itakuwa ndio mwisho wake umefika, isiwepo tena. Andiko linasema tuangojea mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Mbingu mpya na nchi mpya, kwa sababu mbingu hii na nchi hii imeharibiwa na dhambi, haifai tena kuwepo daima. Imeharibiwa, na kwa kuwa imeharibika, basi imewekwa akiba kwa moto, kama vile takataka zilizowekwa kando, alafu mtu anaenda kuchoma moto, anazikusanya akazitupe hapo. Kwa ulimwengu tunaoishi sasa, dunia tunaishi sasa, imewekwa akiba kwa moto, na huo mwisho wake umekaribia mno, tuko ukingoni. Ni muhimu sana mtu yeyote anayetaka kuona Mungu kuingia mbinguni na kuepuka uharibifu wa ulimwengu, kujiweka tayari na kutunza kwa uaminifu wote maisha yake, kwa sababu hakuna atakayeruhusiwa
ukanyaga mbingu takatifu akiwa na dhambi. Huo ndio msimamo wa Mungu, tufahamu hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sivyo tu kwamba kuingia mbingu, lakini pia kufika mbinguni kila mmoja atafika kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Kiti cha hukumu cha Kristo. Kuna viti viwili vya hukumu. Kuna kiti cha hukumu cha Kristo, alafu na kiti cha hukumu cha Mungu cheupe. Kiti cha Kristo mahali ambapo kila mtakatifu atapitia hapo kuhukumiwa. Ndio sasa upesa tutahukumiwa na tuliokoka tena. Ndio tahukumiwa. Jiandae. Bwana Yesu asifiwe sana. Hukumiwa vipi? Kuamua unastahili kupewa nini baada ya kuishi maisha ya kumwishia Mungu duniani. Upewe nini sasa unapokwenda kukaa na Bwana? Kabla hujakaa unastahili kupewa nini? Maandiko yanatuambia kwamba tunashindana, na asiposhindana mtu kwa halali hatapokea tuzo. Yule atakayepokea ni yule atakayeshindana kwa halali. Kwa tunapiga mbio, Mtume Paulo anaandika ukishindana, kwa kila mmoja angalie aliokoka kwamba ndiyo nimeokoka, nimeepuka hukumu ya moto, lakini pia nimewekwa hapa duniani nimtumikie Mungu. Na ili nimfurahishe Mungu lazima nifanye kitu kwa Mungu, nifanye kazi ya Mungu. Nikifika mbinguni nipewe asante. Mtumwa mwaminifu, ulipopewa wokovu uliutumia vizuri. Ulitambua kwamba umeokoka kwa kusudi, umeitwa uingie shambani mwa Mungu, maana kazi ilikuwa kubwa ya kuwatafuta wenye dhambi watoke dhambini, na wewe ulishiriki kwa nguvu zako zote bila kuchoka kufanya kazi pamoja nami, kazi ambayo Yesu alikuja kuianzisha ya kuokoa ulimwengu. Njoo mtumwa mwaminifu, ingia hapa, pokea zawadi hii kwa kazi uliyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio hukumu, kubainisha unastahili nini kwa maisha uliyoishi duniani na kwa kazi uliyomfanyia Bwana ukiwa duniani. Hiyo lazima ujue. Hatujaokoka tukae bure, hatujaokoka tukae tuimbe pambio basi, tuje tusikize Mungu anasema nini basi. Tumeokoka alafu tuingie kazini pamoja na Bwana. Tuko pamoja. Ndio maana wakati mwingine tunasikia tunahitaji kujenga, tutoe. Sisi tunahitaji kwenda kuhubiri, twende tukahubiri. Tunahitaji kuona watu na kuombea watu, ombe, kuhudumia hivi, tuhudumie. Ufanye 1, 2, 3. Kwa nini? Tumeitwa nyumbani mwa Mungu kama watoto wa Mungu. Mungu mwenye kazi nyingi, na anataka watoto wake kila mmoja ashiriki kujenga na kusimamisha na kuthibitisha ufalme wake. Tu watenda kazi pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatutuma, Mungu anakutegemea kwamba umepokea wokovu, umesamehewa, wewe uliokoka, lakini unawajibikaje mbele zake? Una shukrani gani kwa Mungu? Unaonyesha moyo gani kwa Mungu kwa yale aliyokutendea? Unaonaje kazi ya nyumbani mwa baba yako? Unafikiri ni nani atakayeifanya kama si wewe? Maandiko, mtu mwingine aliimba alisema, nyumbani mwa baba mna kazi nyingi.
Una kazi nyingi za kufanya ambazo Mungu anataka zifanyike. Wanataka wafanya kazi lazima, na hicho ndicho tunapotoka kunyakuliwa tu tunafika kwenye kiti cha hukumu cha Kristo, kiti cha bema, kwenye jukwaa la mwamuzi. Unastahili brown nini? Na ingojea taji ile, na ngojea kwa shauku ya nafanya kazi kwa neema na kwa msaada wa Mungu. Sichoki, sikati tamaa, sizimii. Natamani sana nikapokee heshima ya Mungu Baba yangu, kwamba asante, ulifanya kazi kwa uaminifu katika hali zote. Nina moyo mkuu kwa nguvu na msaada wa Roho Mtakatifu usonga mbele bila kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui wewe, kila mmoja ameitwa na Baba yake Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanazungumza katika ile sura tuliyosoma ya kwanza katika Luka. Anasema nanyi wewe kama watu wanaongojea Bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nani jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yetu yanategemea unaishije sasa. Umeokoka, unaishije? Unajua kabisa ni nani anastahili kuingia mbinguni na unapaswa kuishi vipi? Huko ni kukesha, kujiangalia unaishije, kujiangalia unatembeaje, ukijilinganisha na neno la Mungu kama kioo. Kama mtu ambaye yuko nyumbani mwake alafu anataka kutoka, ataenda kwenye kioo, ataoga, ataenda kwenye kioo, baada ya kuvaa nguo atajiangalia alivyo. Je, kila mahali katika mwili wangu pako sawa? Uso wangu uko sawa? Mavazi yangu yamekaa sawa? Ninaweza kutoka nje na kuonana na watu, siwezi kuaibisha huko, niko sawa sawa? Ndio maana naenda kwenye kioo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajiangalie. Kwa nini? Hapendi kuaibika au kuaibisha kwa watu. Kwa nini? Kwa sababu na akili timamu. Ni mtu anayejijali, anajipenda, anajua mtu anastahili kuwa vipi binadamu mkamilifu. Anapaswa awe msafi, avae vizuri, aonekane vizuri anapotokea kwa watu. Kwa namna hiyo ni mwangalifu, anajiangalia. Sasa hapa Yesu anazungumza na wale watu walio na matumaini ya kwenda mbinguni. Anasema keshe. Kukesha ni kwa macho,
Ukizungumza kukesha ni kulala macho, lakini kukesha kwa kiroho ni kuwa tayari katika maisha yanayompendeza Mungu, yenye sifa zinazokubaliwa na Mungu kwa ajili ya maisha ya kuishi mbinguni. Kuwa safi, kujiweka tayari, ili kwamba kama nilivyosema usichokaibika. Ni rahisi sana kujisahau sasa kwa sababu ya kusongwa kwa mambo mengi. Mambo yanasonga watu, hata wale walikuwa wanakimbia sasa wamelemewa. Hata wale walikuwa wanakwenda kasi sasa wanaanza kutembea kwa kusota kiroho. Kwa nini? Wamesonga. Yesu alizungumza sana juu ya mbegu iliyoanguka kwenye miba. Anasema ilipota, ilisongwa, ilikuwa ikue, lakini yasongwa na miba. Kwa ikakuwa lakini haizai, manake haina matunda. Lakini yule alipokuwa anazipanda alitazamia matunda, lakini kwa bahati mbaya sana ilipopanda na angukia kwenye miba, imesongwa ile mbegu, haizai. Kwa ni mche upo lakini hauna matunda. Ni Mkristo yupo lakini hana chochote anafaidia kwenye ufalme wa Mungu. Yupo tu, hana matunda ya wokovu. Kwa nini? Amesongwa. Na Yesu alionya sana wakati wa kuja kwake. Yesu alionya sana kwamba jiangalieni siku za mwisho. Mfanyeje? Tujiangalie. Wale wanaokwenda mbinguni wajiangalie. Katika Luka sura 24:21 hapo Yesu alizungumza maneno haya mstari wa 34. Au nianzie 29, lakini mimi lengo langu ni mstari wa 34. Akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote. Mtini ni mti ambao ulikuwa unapanda una matunda kule Israeli. Alafu mara nyingi ulikuwa wakati mwingine kielelezo kizuri cha kutambua majira kwa wakati ni wakati gani. Akamwambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nani kadhalika mwonapo mambo hayo yamezungumza sana kwa nyuma kule juu. Nani kadhalika mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Amina nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Sasa mstari wa 34 anasema, basi jiangalieni mioyo yenu. Naona sasa kuangalia moyo wenu. Moyo wa mtu unahangaika, unawaza, unatapatapa, na fikiri kwenda pole. Basi angalieni mioyo yenu isije ikalemewa, ikazidiwa na ulafi, yani kutokuwa na kiasi, na ulevi, kwenda pupa, na masumbufu ya maisha haya. Masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Hapa anaonya watakatifu, anasema kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia
utokao juu ya uso wa dunia nzima. Watu wa dunia nzima watafumaniwa, hawatajua, kwa sababu hawafahamu habari za kujiandaa. Wanasema hawa watu wa dunia ambao hawajaokoka watakutwa hawajawa tayari, hawajaokoka, watakutwa katika hali mbaya. Sasa anasema ninyi mliokoka jiangalieni, musije na ninyi mkawa kama hawa ambao watafumaniwa, watakutwa katika hali mbaya. Watakuta kwenye ulevi, watakuta kwenye masumbufu ya maisha, alafu watakutwa hawajawa tayari. Sasa anasema, akabainisha hapa Yesu kwa watakatifu, kwako wewe, kwetu sisi tunaosema tunaenda mbinguni. Anasema basi jiangalieni, muwe makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya yanapozungumzwa si mageni, na watu wanayafahamu sana, pengine wameyasoma. Lakini je, kama unayasoma, unayaelewa, unayatenda vipi? Ndio swali la muhimu, sio kujua, sio kuelewa. Je, uko tayari, unaelewa, unafanya yanayosemwa? Hilo ndio tatizo. Watu wengi wanaelewa, wengi wanasoma Biblia, wamesikia wengi. Na Yesu akasema, angalieni jinsi mnavyosikia. Muangalie. Kwa nini? Sio bure. Kwa sababu yote mnaosikia mtatakiwa mume yatekelezaje. Kwa muangalie, sio kwamba yanasemwa tu, sio kwamba Mungu anatuma tu wajumbe kaseme haya, sio kwamba anamtuma tu Makipesile kawaambia haya. Anafuatilia ni nani ambaye anayatendea kazi, ni nani ambaye anayafanya. Kwa sababu Mungu atasema, ulipewa vingi, nataka unipe. Ndio maana alitoa mfano hata wale watu waliopewa talanta, ngine 5, mwingine 2, mwingine 1. Walifikiri wamepewa tu kila moja. Wala pale ukisoma Biblia wala hasemi kwamba wewe nimekupa 5 ukazalishe 10, wewe nimekupa 2 ukazalishe 5 zingine, wewe nimekupa 1 ukazalishe 2. Anasema yeye akagawa tu, alafu akaondoka zake. Sasa kitu kilichokuja kushangaza ni kwamba wakati amerudi akataka kupokea kwao na faida, na kumbe wengine walielewa kwamba huyu hajakupa bure. Amekupa hizo talanta 5, atataka faida yake. Amenipa hizi 2, atataka nimezizalishaje. Amenipa 1, atatazamia nifanye nini kwa uwezo wangu nilio nao alionipa. Na kwa nini ametoa tofauti? Hajawapa wote 5 au 10 au 2, lakini 1 5, mwingine 2, mwingine 1. Aliangalia uwezo wao. Uko pamoja? Amen. Kama uko pamoja, punga mkono juu. Yeah. Aliangalia uwezo wake, kwa hakumlemea mtu. Alikuwa na akili, alikuwa na busara zake, alitazama kila mmoja uwezo wake, kwa akampa sawa sana uwezo wake. Hapo kila mmoja amepewa na Mungu kitu fulani. Inategemea kutambua hilo, kwamba Mungu amenipa nini, alafu anatazamia kitu gani kwangu. Amenipa nini? Vingine viko wazi alivyokupa, vingine haviko wazi. Vingine amekupa afya, hiyo sio bure. Vingine amekupa mali, hiyo sio bure.
Mungu mwingine amekupa kitu fulani, hiyo sio bure. Mungu hatwagi bure, anataka faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wanangojea huyu akili zake zinafanyaje kazi. Na ndio maana hawa sasa walipopewa, mmoja mwenye 5 akaenda kuzalisha zingine 5 zikawa 10. Alipewa 2 akaenda kuzalisha tena zikagoje zikaja 5. Lakini yule mmoja aliyepewa 1 akaenda kuifukia. Akasema hapa wasije wakaniibia. Naye alikuwa na akili zake. Sasa isije kapotea. Huwezi kujua, pengine akili yake naye ilikuwa nzuri tu, akasema isije nikapeleka alafu nikapata hasara nikapoteza hata moja. Naye ni akili. Lakini je, ni akili yenye maana? Ndugu pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ujue ndugu yangu kwamba tunaishi, lakini mwisho wa maisha yetu uko ukingoni. Unajiandaje? Unamtumikiaje Mungu? Unamwishiaje Mungu? Unajitayarishaje? Ndio msingi. Lakini pia kama hujaokoka uko hatarini. Kama hujatubu dhambi zako uko hatarini. Na inawezekana kabisa asubuhi ya leo Mungu amekushawishi kwamba ingia hapo leo usali hapo, lakini hujaokoka. Sio bure. Ni msukumo wa Mungu. Ulipokuwa unasikia hebu ngoja niingie hapa, sio wewe. Kuna nguvu fulani imekwambia ingia hapa, ikaingia kama wazo, ikapita kwenye wazo, hebu ngoja leo niingie hapa ni sana. Kumbe Mungu amekuona kwamba utaokoka, na kwa upendo wake usio na lugha ya kueleza amekusukuma uingie hapa ili akuponye. Ndivyo Mungu alivyo. Mungu ni wa ajabu. Maandiko yanasema hapendi awaye yote apotee, bali wote waifikirie toba, kwa sababu huko mbele Mungu hatakuwa na huruma hata chembe mbele ya mtu. Sasa kama Mungu hatakuwa na huruma, utakabilianaje na Mungu mwenye kutisha ukiwa na dhambi? Ndio maana maandiko yanasema tutaponaje tusipojali wokovu mkuu namna hii. Na ndio maana nasema siku ya wokovu ni sasa. Siku ya wokovu ni kukusaidia. Nimekusaidiaje? Nimekuhimiza uingie panapohubiriwa wokovu. Nimekusaidia usife kabla hujaokoka. Nimekuokoa usigongwe na pikipiki, usigongwe na gari ili ufikie wokovu. Nimekulinda. Ibilisi alikuwa ametega mitego kwamba namnyonga kwa ajali, lakini Mungu akakinga. Kwa nini? Huruma zake. Kwa sababu hataki mtu apotee. Lakini kadri ambavyo ufanye maamuzi, ni hatari mbele zako. Sasa kabla hatari haijakupata, Mungu amekuleta leo, fanya maamuzi ya wokovu. Fanya maamuzi ya kubadilika. Hata wewe unayesuasua kiroho, fanya maamuzi. Kwa sababu miaka ulionayo na muda ulionao si wa kwako. Namna ambavyo Mungu hatimizi mwisho wa dunia wa hukumu yake ni huruma, ni uvumilivu. Anakuita, rudi huko unakokwenda. Njoo, acha hayo, badilika. Ndio maana nawatuma wahubiri. Ndio maana naambia amenituma kwako leo niseme. Amewatuma na wengine wakati mwingine.
wengine amewatuma, na Roho Mtakatifu anakuja na ushawishi wa moyoni unakuja kwamba rudi kwa Mungu wako. Angalia usifanye kwa moyo wako kwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko mengine yanasema niliponyamaza ulifikiri niko kama wewe. Anasema au pia katika Wakorintho nafikiri anasema au udharau wema wa Mungu na ustahimilifu wake, usijue kwamba wema wa Mungu wakuvuta ili upate kutubu. Lakini kwa kadri unavyojiweka moyo wako mgumu, kuweka kwa moyo wako mgumu, wajiwekea hasira ya hukumu kali ya Mungu ya siku za mwisho unavyoendelea. Kwa sababu mwanadamu daima yuko chini ya hukumu ya Mungu, na hasira ya hukumu iko juu yake, lakini damu ya ukombozi iko hapo inalia rehema, ili mwenye dhambi atambue arudi kwa Mungu haraka, kwa sababu maisha anayoishi yanamchukiza Mungu. Mungu alimuumba mtu kwa mali yake, kwa kusudi lake, lakini huyu mtu ameenda kukaa mahali pengine ni kama anamkejeli Mungu. Kwa hiyo ni dhambi, na kwamba Mungu ametuma msamaha, huyu mtu bado anaendelea kusuasua, hataki, anajiungusha zungusha. Kwa ni kama vile mtu amepika ugali alafu amegharimia kabisa, na pesa alihangaika kwa sababu anataka ule, alafu anaona ule, unamtazama ule, unamtazama ule, alafu mwisho unaondoka. Anasema yani nimepata hasara bure. Moyo wangu kwa hiari, kwa upendo, kwa huruma, nimeona huyu mtu mpikie chakula ale, lakini kweli nikiacha hivi nimegharimia kwa fedha nyingi namna hii, anapuuza, ananiona kama mjinga, hataki kabisa kula, naondoka, anakiacha chakula changu. Sasa anasema utaponaje usipojali huruma hizi za Mungu? Jioni asubuhi ya leo fanya maamuzi. Huyu Mungu aliyekuumba utafika mbele yake bila kukwepa. Injili ni mwito, ni huruma za Mungu, ni tangazo la huruma na kuona kwamba huko unakokwenda ile adhabu iliyo mbele inatisha, uwezi kuimudu. Sasa kwa Mungu alikuumba kwa kusudi, anataka ujiponye, upone. Ametengeneza njia ya kutoka, alafu uje katika mikono yake, alafu Mungu aanze kukutunza, afurahie kwamba nilimuumba kuwa mali yangu, mfano wangu. Alipotea, alidanganywa. Asante kwa sababu najishukuru mwenyewe kwa sababu ametii mwito wangu kuondoka kwenye mikono ya ibilisi, huyu mwizi na mnyang'anyi, na kurudi nyumbani kwangu. Ananyosha mkono wangu. Yesu anasema njooni kwangu. Amenyosha mkono wake. Mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, hataki ukane mizigo hiyo, ni mizigo ya shetani. Na ndio maana hata mtu aliokoka Mungu hataki kumwona anarudi tena kwenye ile takataka. Sasa angalia, anasema kesheni. Kesheni manake ujiweke sawa sawa. Maandiko yanazungumza juu ya kuvalia utayari. Mlinzi yoyote ambaye anatakiwa asibiwe wakati wote yuko kwenye mavazi ya ulinzi. Amevaa makombati, kama ni bunduki anayo mkononi, kama ni rungo na mkononi, kama ni mshale na mkononi, kama ni upanga kwa mkononi, amevalia wakati wote. Na tena wakati wote kama ni mlinzi anaelewa, anazunguka lindo lake kuhakikisha popote mwizi hapiti. Yuko macho, anakesha. Sasa huyu mtu anataka kwenda mbinguni, ambaye hataki kufumaniwa na Yesu,
wakati wote anajichunguza. Vipi mawazo yangu leo? Vipi nimesemaje na mtu leo mwingine? Vipi nimetendaje hivi leo? Anajikagua kila siku. Huyo anakesha. Je, niko sawa? Je, nilivyofanya ni vizuri kwa Mungu? Je, hivi ndivyo Mungu anavyosema niwe? Nisije nikawa katika hali ambayo Mungu akija ataniacha. Huyu anakesha. Vipi unakeshaje mwanamke, ndugu, baba, mama, kijana? Vipi ndugu yangu, huruma za Mungu unazipokeaje? Unaziheshimuje huruma za Mungu, kwamba Mungu asante. Asante kwa kunihurumia. Niko kutupwa moto, mtu wa kuangamia, mtu wa kufutiliwa mbali bila huruma. Sasa pale amesema heri mtuma yule ambaye bwana wake atamkuta anafanya hivyo. Heri manake amebarikiwa. Amebarikiwa, ana furaha. Kwa sababu gani? Anasema atakapokuja atakaribishwa, ataingia naye. Nafahamu tunapotoka kwenye karamu ya mwanakondoo pale, amini, kwenye jukwaa la maamuzi, kiti cha hukumu cha Kristo, baada ya kutoka pale tumevikwa heshima, tutatoka pale tunaingia kwenye ukumbi ulioandaliwa harusi ya mwanakondoo, tukiketi pamoja na Yesu. Kama alivyoagana wanafunzi wake siku ya mwisho, alipokula karamu ya mwisho, akawaambia akisema, sikilizeni ndugu zangu, sitakula tena mzao wa mzabibu tena hata nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Kwamba Yesu alisema usifadhaike, hata kama mambo yangekuwa magumu duniani, hata vitisho vingekuwepo, hata maisha yangekuwa vipi, msifadhaike. Msifadhaike, isiwafadhaishe. Hata kungekuwa na hali ngumu au hali ya shida, msifadhaike. Mwisho mtu anapofadhaika, mwisho anajisikia vibaya, anaanza kuacha yale alikuwa anafanya, kwamba naona sasa nimefadhaika, labda ni aibu au vipi, anaacha. Lakini Yesu alisema msifadhaike. Amen. Kama mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Haya ninayowaambia, naenda kwa Baba kuandalia mahali, alafu narudi tena kuwachukua ili nilipo nanyi muwepo. Anasema heri mtuma yule mwaminifu, ambaye atakapokuja nitamkuta anafanya hivyo. Je, unafanya vipi katika ufalme wa Mungu ndani ya wokovu wa Yesu Kristo? Hilo ndio jambo la msingi la mimi. Leo, asubuhi ya leo, zunguka katika maisha yako. Je, hujasongwa? Maisha haya yote, maisha yanapita. Yote maisha yanapita. Haya watu wanaosonga wanashindwa. Wanasonga wanashindwa kuomba. Mwisho Ibilisi anawadhoofisha. Wanakimbia mchana kutwa, akifika nyumbani amechoka, hoi bini tabani. Anapoingia tunasema asante Yesu, analalosizia hapo hapo. Na Ibilisi naye anakuja na nguvu yake ya kusuka. Utaweza? Umelemewa, umeshindwa kujitunza, kujivalia tayari. Ibilisi amekukuta katika hali ya udhaifu, umelala, umechoka, umezimia moyo. Israeli siku moja wamezunguka, walipokuwa na safari jangwani, wakapita njia ya kuzunguka. Ukiangalia ramani ile waliopita, kwa kweli ni usumbufu. Mahali pengi unakuta walienda, wametoka mapa, wameenda mpaka kule, tena wamerudi, wamekuja kurudi hapa, tena wanarudi. Alafu ile barabara, ile njia ilikuwa ya mawe, michanga, makorogeshi, makorongo. Alafu jua kali. Anasema watu wakazimia
mioyo kwa sababu ya ile njia. Je, labda umezimia moyo asubuhi ya leo? Yesu amesema amka. Anasema amka. Anasema usifadhaike. Yesu ukiguna anasema muyaonapo hayo maisha ya kusongwa, mjue yeye yu mlangoni. Jifunzeni kwa mtindo. Naona maisha gani? Yaoni maisha ya kusongwa? Amoni maisha yanavyokuwa magumu mazito? Tambueni yu mlangoni. Unajiandaa tu. Simama pamoja. Funika macho yako. Maandiko matakatifu yanasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno haya ambayo Yesu aliyesema hayatapita kamwe. Maana yake hayatashindwa kutimizwa, lazima yatimie. Kama Yesu amesema jiweke tayari, unapaswa kujiweka tayari. Akisema jiangalieni, unapaswa kujiangalia, kujichunguza, kujikagua, ili usikutwa vibaya. Hebu wakati kila mmoja arudi katika moyo wake, angalia, je, hujasongwa? Na wewe kweli, je, umeokoka? Una Yesu moyoni mwako? Umeungama dhambi zako? Hebu chunguza moyo wako kama furika macho. Najua umekuja hapa. Je, unajua kwa nini Mungu amekuleta? Wewe ulikuja kama wazo, lakini ilikuwa ni Mungu anazungumza kwa lugha zake. Mungu ana lugha nyingi za kusema na mtu. Ana sauti, kuna sauti nyingi, au anazungumza Mungu kwa namna nyingi, lakini wakati mwingine mtu hawezi kuelewa. Lakini kukuta tu wazo na kusukuma uingie mahali pa kumwabudu Mungu, ujue ni wazo la Mungu, si lako. Mungu ana neno na wewe. Ndio maana amekuleta hapa. Na ukigundua kabisa moyoni mwako, ndugu yangu, kwamba hujaokoka, Mungu amenipa nafasi na mamlaka ya kuomba kwa ajili yako pamoja nawe, ili Mungu akuokoe, kwa sababu hataki uangamie kabisa. Ikiwa upo, inua mkono wako pale juu ili niombe kwa ajili yako. Unajua kabisa hujaokoka, inua mkono wako juu. Nyosha mkono wako ili Mungu akupe nafasi ya pekee upate wokovu. Inua mkono wako juu. Nyosha kabisa, Mungu auone. Nyosha mkono wako. Kama upo sioni mkono wako, chukua hatua, njoo hapa mbele. Njoo hapa nikuombee sasa, Mungu akusamehe. Pita ulinyosha mkono wako sasa, uje sasa. Uliyenyosha mkono wako, nataka Mungu akuokoe. Unajua kabisa hujaokoka, pita. Naam, shetani hawezi kukaa hapa. Bwana yupo hapa.